tuelekea hadi Nakuru ambapo mahakama ya Naivasha inatarajiwa kutoa uamuzi hii leo wa iwapo wanafunzi 9 wanaotuhumiwa kuhusika na mkasa wa moto utumishi watazuiliwa kwa siku 30 au la. Tuvuke huko moja kwa moja tusikize jinsi kesi hii inaendelezwa mahakamani. Naam, Ruga, uamuzi huo wa mahakama utatolewa na hakimu mkuu Abdulkadir Lorot wa mahakama ya Naivasha, na ni uamuzi ambao unasubiriwa na wengi sana kufahamu iwapo polisi kweli wataruhusiwa kuzuia wanafunzi hao katika rumande ya watoto ya Nakuru ili kuwawezesha kutamatisha uchunguzi wao. Kulingana na sababu ambazo zilitolewa na kiongozi wa mashtaka Emma Okok ambaye alikuwa anasimama hapo jana mahakamani, mojawapo ilikuwa ni kwamba wanasubiri ripoti kutoka taasisi tofauti za serikali, ikiwemo ripoti ya Msimbojeni ambayo ilikusanywa kutoka kwa wazazi na watoto ambao walifariki ili kuweza kudhibitisha mzazi na mtoto wake. Vile vile ripoti nyingine ambayo inasubiriwa ni ripoti ya kimuundo ya kufahamu jinsi ambavyo bweni hilo lilijengwa na jinsi ambavyo tu mkasa wenyewe ulitokea. Vile vile kiongozi wa mashtaka alieleza kwamba sababu nyingine kuu wanayotaka kuzuia wanafunzi hao ni kutokana na ghadhabu na hisia na maumivu ambayo ama machungu ambayo maafa hayo ya wanafunzi 16 ilisababisha sio tu kwa wazazi walioathirika bali kwa taifa nzima, na kwa hivyo walitaka kuzuia wanafunzi hao ili waweze kudhibitisha usalama wao katika rumande hiyo ya watoto. Vile vile walieleza kuwa wanahitaji kukusanya ripoti zaidi kutoka kwa wanafunzi, walimu na baadhi ya wafanyikazi wa shule hiyo ya utumishi ambao baada ya shule hiyo kufungwa wengi walielekea maeneo tofauti kote nchini. Na vile vile walieleza kwamba ni muhimu mawakili waliokuwa na wakilisha wazazi wa wanafunzi hao waliunga mkono ombi hilo la kiongozi wa mashtaka, huku wale mawakili wawili ambao walikuwa wanawakilisha wanafunzi hao 9 ambao wanashukiwa na kesi hii wakieleza kwamba hawakubaliani na ombi la ODPP kwa kuwa wanafunzi hao kwanza ni watoto na pia ODPP hajaweza kulinganisha shtaka lolote ama kuonyesha kwamba wanafunzi hao walihusika kirasmi na kosa hilo samahani la kusababisha mkasa huo. So kwa hivyo tunasubiri tujue hakimu mkuu ataweza kutoa maelezo yapi. Kumbuka kwamba wale mawakili waliokuwa wanapinga ombi hili walieleza kwamba watoto hawa wanalindwa kisheria na ile Children's Act, na kwa hivyo ni muhimu matakwa yao yaweze kulindwa na kuzuiliwa, kwa kuwa kuwazuia kwa siku 30 utakuwa unawanyima haki zao ya kutangamana na wazazi wao na pia yao kuwa watoto. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia mahakamani hapo saa 8 na tutajuza watazamaji wetu pindi tu yale matukio ama uamuzi huo ambao utakuwa unatokea pale kotini. Ruga. Naam, asante sana mtazamaji. Huyo ni mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo ya Nakuru, Ruth Sarmoi Chesenge, akifuatilia kwa ukaribu jinsi vikao hivi mahakamani vinaendelezwa kesi dhidi ya wanafunzi 9 ambao wanashukiwa kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Tutazidi kuifuatilia kwa ukaribu, zidi kuungana nasi.